Karibu Cine Gospel, pale ambako filamu zinakutana na imani. Na leo katika Cine Gospel tuko na filamu inaitwa Breakthrough. Breakthrough ni filamu ambayo toka mwaka 2019 na mwandishi wa filamu hii anaitwa Grant Nipote. Story ya filamu hii imerudia kweli ilitokea mwaka 2015 katika familia ya mama Joe Smith, na ilipofika mwaka 2017 mama huyu aliandika kitabu ambacho kinaitwa The Impossible kuelezea situation ambayo ilitokea mwaka 2015. Lakini ilipofika mwaka 2019 Grant Nipote akaiandika filamu hii akaipa jina la Breakthrough, lakini ni story ambayo imetoka kitabu hicho cha The Impossible. Na director ambaye ni director filamu hii anaitwa Roxanne Shah. Oscar kuu katika filamu hii tuko na mwanamama Christine Michelle Metz ambaye yeye kwenye filamu hii amecheza kama Joy Smith, lakini pia tuko na Joshua Lucas kwenye filamu hii yeye amecheza kama Brian Smith, lakini pia tuko na Marcel Louis ambaye yeye kwenye filamu hii amecheza kama John Smith. Filamu hii ilikuwa nominated katika tuzo za GMA Dove Award mwaka 2019 katika kipengele cha Inspiration Film of the Year na ilifanikiwa kuchukua tuzo hiyo. Tazame makala hii fupi ya filamu hii ya Breakthrough, alafu nikirudi nitakwambia ni nini najifunza kwenye filamu hii ya leo. Baki na mimi. Hadithi ya filamu hii inahusu familia ya Mr. Brian na mke wake Joy Smith pamoja na kijana wao wa miaka 14 anaitwa John Smith, ambaye waliamua kumwasili baada ya kutelekezwa na wazazi wake wa asili. John anapambana na hisia za huzuni na msongo mkubwa wa mawazo kwa kuwa anahisi kutengwa na kutelekezwa na wazazi wake wa kuzaliwa, jambo linalomtesa sana kihisia. Licha ya hayo, kijana John yuko na ndoto kubwa ya kuwa mchezaji wa mpira wa kikapu na anaweka juhudi kubwa kwenye mazoezi ya mchezo huo. Simulizi inaanza kwa kumwonyesha kijana John akiwa shuleni St. Charles, Missouri nchini Marekani, kwenye darasa lao na wanafunzi wanapewa kazi ya nyumbani, assignment ya kuandika na kufanya uwasilishaji, yani presentation, kuhusu historia ya familia zao. Hii inakuwa ni changamoto kubwa kwa kijana John, kwani hakujua mengi kuhusu wazazi wake wa asili, na hiyo inamwongezea huzuni zaidi kwa kuwa alikuwa ameasiliwa tu. Anahisi upweke na mkanganyiko mkubwa kuhusu asili yake, jambo ambalo linamletea ugumu wa kukabiliana na kazi hiyo shuleni. Lakini kwa ushawishi wa mwalimu wake wa michezo, kijana John anajitahidi kufanya kazi hiyo kwa kadiri tu anavyojua. Wakati huo mama Joyce anaonekana kama mama muumini mzuri wa kanisa katika eneo lao, akiwa kiongozi wa huduma ya wanawake kanisani hapo na ni mshiriki wa Bible Studies. Mama Joyce ni mtu mwenye imani thabiti, mwenye kushiriki ibada na mafunzo ya neno la Mungu chini ya uongozi wa mchungaji wao Jason Noble. Japokuwa wakati mwingine unapishana kidogo na mchungaji wake kuhusu mipango ya kutumia vyumba vya kanisa kwa ajili ya vikao vya huduma mbalimbali, lakini mama Joyce anaendelea kushikilia imani yake mulaki katika huduma hiyo. Hali hii inaonyesha ukubwa wa maisha yake ya kiroho na nafasi ya imani yake katika familia. Januari 19, 2015 ni siku ya kumbukumbu ya mwanaharakati Martin Luther King Jr. Kijana John na marafiki zake wawili wanakwenda kucheza kwenye mto ambao umefunikwa na barafu juu yake kutokana na msimu wa baridi kali. Wakiwa wanacheza juu ya barafu hiyo, jirani mmoja aliyekuwepo karibu anaona hatari inayowakabili vijana hao na anajaribu kuwaonya watoke kwenye mto huo. Hata hivyo, vijana hao wanampuuza jirani huyo, wakimwambia asiwavunje moyo, kwani wanafanya mazoezi kwa ajili ya mashindano ya mchezo wa mpira wa kikapu ya Olympics. Hapo ndipo tukio la kutisha linalotikisa maisha ya familia hii linapotokea. Barafu inapasuka ghafla na vijana wote watatu wanatumbukia kwenye maji baridi sana. Marafiki wawili wa John wanafanikiwa kutoka kwenye maji na kushikilia kingo za barafu, lakini kwa John haikuwa hivyo. Anashindwa kujiokoa na anazama kabisa chini ya maji kwa dakika kadhaa. Jirani aliyewaonya anafanikiwa kupiga simu kwa polisi wa uokoaji. Jeshi la uokoaji linafika eneo hilo baada ya dakika 7 kupita. Vijana wawili wanaokolewa, lakini kijana John alikuwa bado ndani ya maji. Askari wa uokoaji wanaingia ndani ya maji kumtafuta kijana John. Askari mmoja anaitwa Tommy Shine akiwa ndani ya maji anasikia sauti ikimwambia rudi nyuma, na anafanya hivi. Anampata kijana John akiwa amelala chini kabisa ya mto. John amekuwa chini ya maji kwa zaidi ya dakika 15. Baada ya kumwokoa kutoka chini ya maji, John anakimbizwa hospitalini haraka. Anakuwa katika hali mbaya sana na madaktari wanathibitisha kuwa moyo wake umeacha kufanya kazi kwa dakika 15. Wanajaribu kila njia kuokoa
maisha yake, lakini baada ya juhudi nyingi wanamjulisha mama Joyce kwamba hakuna kingine wanachoweza kufanya na wanamshauri ajiandae kumwaga tu mwanae. Wanamwambia kwamba kijana wake atafariki na wanakuwa wakitumia mashine za oxygen ili kumsaidia kupumua. Hata hivyo, mama Joyce anakataa kukata tamaa. Anaingia katika chumba cha matibabu akiwa na uchungu mkubwa na kumwomba Mungu kwa nguvu zote. Anaomba muujiza, akimwambia Mungu kuwa anamuhitaji sasa na anaomba arudishe maisha ya mwanae. Katika hali ya mshangao mkubwa, ghafla mashine zilizokuwa zimenyamaza kufanya kazi zinaanza tena kufanya kazi na kuonyesha uhai katika mwili wa John. Moyo wake unaanza kupiga tena, kitu ambacho kinastajabisha sana madaktari na wauguzi. Hata baada ya moyo wa John kuanza kupiga tena, daktari wanamwambia mama Joyce kuwa hali ya kijana wake bado ni mbaya. Wanasema kwamba ubongo wa John umekuwa umekosa oksijeni kwa zaidi ya dakika 20 na hata kama ataendelea kuwa hai atakuwa katika hali ya kuishi na ulemavu mkubwa au hali ya kupoteza fahamu kwa muda mrefu. Lakini mama Joyce anaendelea kuomba kwa imani, akiamini kuwa Mungu atafanya muujiza na kumponya kabisa kijana wake. Wakati familia ya Smith ikiendelea kupambana na hali ya huzuni na maumivu, mchungaji Jason Noble anajiunga nao hospitalini. Anakuwa pamoja na familia hiyo katika maombi, akiungana nao kwenye imani ya kuwa Mungu anaweza kumrudisha John kwenye hali yake ya kawaida. Familia inakusanyika, marafiki na wanafunzi wenzake John wanakuja hospitalini wakijiunga nao katika maombi ya pamoja. Daktari bingwa Garrett anayesimamia matibabu ya John anawapa taarifa kwamba madawa wanayokuwa wakitumia kumpa John yanageuka kwa sumu mwilini mwake. Kwa kushauriana na mama Joyce, wanaamua kumtoa John kwenye mashine na kumjaribu kumwamsha, jambo ambalo linaongeza hatari kubwa kwa uwezekano mkubwa wa kijana John kupoteza maisha. Imani ya mama Joyce inakuwa kubwa mno. Anaendelea kumwambia daktari watoe mashine zote na waache kila kitu mikononi kwa Mungu. Siku inayofuata zoezi hilo linafanyika na jambo la ajabu ni kwamba John ameweza kuamka baada ya kutolewa kwenye mashine za oxygen. Hakuna anayeamini kuwa jambo hili limewezekana. Daktari Garrett mwenye uzoefu wa miaka mingi anakiri kwamba hajawahi kuona kesi kama ya John katika maisha yake ya udaktari. Anasema huu ni muujiza tu. Kwa neema ya Mungu, John anaendelea kupata nafuu na hatimaye anarudi nyumbani akiwa na afya njema. Kijana huyu anaweza kurudi shule na kuungana tena na marafiki zake huku akiwa na furaha ya kushinda kifo. Familia ya Brian Smith inaungana na waumini wenzao kanisani kwao kwa ajili ya kutoa shukrani na ushuhuda wa kile Mungu alichowatendea. Kwa mama Joyce, nguvu ya upendo na imani inaleta uponyaji kwa mwanae. Na kwa askari Tommy Shine ambaye alisikia sauti ikimwambia rudi nyuma, kwa mara ya kwanza alidhani ni sauti ya kiongozi wake, lakini baada ya kumuuliza kiongozi wake alijuaje kuwa kijana John alikuwa nyuma yake, na kiongozi wake huyu anamjibu kuwa hapana, mimi sikusema wewe rudi nyuma. Ndipo askari huyu anagundua kuwa ile ilikuwa ni sauti ya Mungu akimuongoza kumwokoa kijana John, naye anakuwa na ushuhuda wa kipekee wa imani na safari yake kumwamini Mungu inaanzia hapo. Okay, tumeangalia makala ya filamu hii ya Breakthrough, na katika makala hii mimi kuna vitu vitatu ambavyo nimejifunza kutoka kwenye filamu hii. Jambo la kwanza, nimejifunza kuhusu nguvu ya imani. So kama vile ambavyo tunaona kwenye filamu hii, baada ya kijana John kupata ile ajali ya kutumbukia katika ule mto uliofunikwa na barafu na kutolewa pale na kupelekwa hospitali, lakini madaktari pamoja na mume wake mama Joyce na watu wote ambao wanazunguka walikuwa hawana imani tena kama kijana John anaweza akapona. Naona hapo mama Joyce anaenda hospitali na madaktari wanampisha kwenye chumba ambacho kijana John alikuwa amelazwa ili mama huyu aweze kupata nafasi. Wanamwambia kabisa kwamba uende hapo utoe heshima zako za mwisho na umwage mtoto wako, kwa kuwa baada ya kutoa hizo mashine atafariki. Lakini tunaona mama Joyce hakushikilia imani yao. Yeye peke yake alikuwa anaamini kile kitu anachoamini kwamba John mtoto wake anaweza akapona. Na tunaona katika filamu hii kwamba ameingia hapo ndani kwenye chumba ambacho kamelaza mtoto wake na akamshika miguu na akaomba sana, akamwambia Mungu kwamba nakuhitaji sasa hivi. Na tunaona hapo mashine ambazo zilikuwa zimeacha kabisa kufanya kazi kuonesha kwamba hakuna uhai kwa mtoto huyo zikaanza kufanya kazi tena, na hata madaktari wakarudi ndani kwa nguvu, kwa kuwa wameona mashine zimeanza kufanya kazi, kwa uhai umerudi kwa kijana John. So nguvu ya imani ambayo ipo kwa mama Joyce imeleta uponyaji kwa mtoto wake. Hili ni swala ambalo linatokea sana, na ukiangalia katika Ibrania 11 mstari wa kwanza inasema, basi imani ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo, ni bayana na mambo yasiyoonekana. So imani unakuwa na uhakika na jambo ambalo unalitarajia, ni bayana kabisa na jambo lisiloonekana. Kwenye filamu hiyo tunaona madaktari
mume wa Joyce pamoja na watu wengine wote walikuwa hawaelewi kabisa wala hawategemei kwamba John anaweza kupona, lakini kwa imani ya mama Joyce mtoto huyu akaweza kuinuka na kupona tena. So hii inatufundisha kwamba yako mambo mengi ambayo tunakutana nayo katika maisha yetu kila siku, na inawezekana liko jambo ambalo wewe peke yako unaliamini, hakuna mtu mwingine yote ambaye anaweza kuliamini. Unaweza kumsimulia mzazi wako asikuamini, unaweza kumsimulia marafiki zako au watu wote wale kwamba kuna kitu ambacho unakiamini, lakini hakuna hata mmoja ambaye anaweza kaamini kama wewe unaweza kutoboa katika hilo. Kwa hiyo kupitia filamu hii imetukumbusha kwamba imani ni ya kwako peke yako. Kile kitu ambacho unakiamini kisimamie, alafu ingia kwenye matendo na kitatokea, kama vile mama Joyce alivyofanya, lakini pia na sisi tunaweza kufanya kwenye maisha ya kawaida kila siku na tukatoboa. So hiyo ni jambo la kwanza ambalo nimejifunza kutoka kwenye filamu hii ya Breakthrough. Jambo la pili, nimejifunza kuhusu nguvu ya maombi. Tunaona hapo ambapo kwenye filamu hii kuna quote ambao wameiweka, wanasema mtoto amekufa, mama ameomba na mtoto akarudi katika uhai. So hii imetufundisha kwamba maombi yana nguvu ya kurudisha uhai wa kitu chochote kile. Kwa mfano ukiangalia katika Bible, nawe utanuia jambo nalo litakuwa. So wewe ukinuia katika maombi, ukinuia katika imani, mambo yako yatakuwa. Inawezekana viko vitu vingi sana ambavyo utazamia, lakini kwa nguvu ya maombi unaweza kuvifufua tena. Unaweza kufufua tena kama sala zako, mawazo yako mazuri yaliokufa, idea zako nzuri zilizokufa, vitu vingi ambavyo kwa wewe unaona kama vimekufa kwenye maisha yako, lakini kwa nguvu ya maombi vinaweza vikafufuka tena. Kama vile ambavyo mama Joyce alifanya nguvu ya maombi na mtoto wake akafufuka, vile vile hata vitu ambavyo kwenye maisha yetu vinaweza kufanya hivyo vikafufuka. Kwa nguvu ya maombi ni kubwa sana katika maisha yetu. Hilo ni jambo la pili ambalo nimejifunza kwenye filamu hii. Lakini jambo la tatu, nimejifunza kuhusu upendo wa kweli huleta uponyaji. Kama vile ambavyo tunaona Pastor Jason Nobo aliungana na familia ile kwa upendo mwanzo mpaka mwisho wa matatizo ambayo ameyapata, lakini wanafunzi wenzake na John walikuja shuleni wakakusanyika kumwombea kuvuka katika janga ambalo alikuwa nalo. Kwa hapa pia tumejifunza kwamba ukiweza kutoa upendo kwa watu wengine ambao wanafikiri matatizo, inaweza kuwa ni njia ya uponyaji, na wao pia wakapata uponyaji kupitia wewe. Kuombea, kuwafariji, kuwatembelea ni nguvu ya upendo. Hiyo tu pekee yake inaleta uponyaji na kuwatia moyo katika kuvuka katika majanga ambao wanakuwa wanayapitia. So hivyo ni vitu vitatu ambavyo tumejifunza katika filamu hii ya Breakthrough. Na kwa kwanza ni nguvu ya imani, cha pili tumejifunza kuhusu nguvu ya maombi, na tatu tumejifunza kuhusu upendo wa kweli kuleta uponyaji. Of course najua viko vitu vingi ambavyo wewe umejifunza kutoka filamu hii, basi tuandikie kwenye comment hapa chini na subscribe kisha kwako. Nikukumbusha tu kama bado hujasubscribe kupitia account yetu ya YouTube SneGospel.tz, hakikisha unafanya hivyo. Lakini pia unaweza kutufollow kwenye mitandao ya kijamii Instagram kwa jina hilo hilo la SneGospel.tz, lakini pia ukifika hapo kumbuka tu ku-like, ku-share, ku-comment. Mimi naitwa Anania Kusepa, napatikana pia kwenye mitandao ya kijamii kwa jina la Anania_316. Hii ni SneGospel, mahali ambako filamu inakutana na imani. Asante kwa kuwa nami tena wakati mwingine. Bye bye.